Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kama ambavyo mmeona, tumekagua wote uwanja, mimi na nyinyi. Si ndio jamani? Na tumewaonyesha Watanzania wenzetu nini ambacho kinaendelea hapa ili kuhakikisha uwanja wetu unaweza kuchezeka mechi ya fainali ya kombe la shirikisho kwa sasa. Na kama ambavyo mnafahamu, tumekuwa tukifanya ukarabati mkubwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ulikuwa unahusisha maeneo mengi. Nyinyi mmepita hapa, mmeona takriban viti 30,000 na kitu vimeshabadilishwa kati ya viti 63,000, na ambalo ndio lilikuwa eneo la mwisho. Kwa hivyo tulikuwa na ukarabati ambao ulikuwa unahusisha maeneo yote ya uwanja isipokuwa kwenye pitch. Na pitch ilitengenezwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF mwaka juzi wakati walipokuja kufanya mechi ya ufunguzi wa AFL kati ya Simba na Al Ahly, na tukapewa muda kwamba tutaweza kuitumia kwa miaka 2 ambayo ilikuwa inaisha mwishoni mwa mwaka huu. Kwa hivyo tulikubaliana ya kwamba tutakapomaliza michuano ya CHAN ambayo inachezwa mwezi Agosti mwaka huu ndio ambapo sisi tutaingia kukarabati pitch, tuifumue yote na tutengeneze pitch upya. Lakini naona kalika bahati mbaya kama mechi ya robo finali ya kombe la shirikisho kwa ngazi ya club kalitu zindua kwamba muda wa hii pitch unakaribia kuisha, na tumeamua kufanya ukarabati ili kuhakikisha kwamba uwanja unachezeka angalau mpaka baada ya CHAN kabla hatujaamua kufumua wote na kuitengeneza upya pitch. Kwa hiyo tumechukua hatua kadhaa na nyinyi mmeshuhudia, na kama ambavyo mnaona ukarabati bado unaendelea, na sisi tutakuwa hapa, tutakuwa asubuhi, tutakuwa mchana, tutakuwa usiku kuhakikisha kwamba hakuna kinachosimama, na mpaka CAF anakuja kufanya ukaguzi wao wa mwisho kuelekea mechi ile ya finali ya Simba na Berkane tarehe 27, tarehe 25 ya mwezi huu, basi angalau uwanja huu uwe tayari na unachezeka. Na miongoni mwa watu tuliokuja nao, tulioongozana nao kwenye ukaguzi huu leo ni watu wa CAF, na wao wenyewe wamekuwa impressed na progress ambayo tumefikia, na wanaamini kwamba tumedhamiria, serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kutengeneza miundombinu ya michezo na kuhakikisha inaweza kutumika sawa sawa. Kwa hiyo tumepeana maagizo mimi na wataalamu kuonyesha kwamba kazi ambayo inatakiwa ifanyike hapa inafanyika kwa muda ambao tunautegemea ama chini ya hapo. Kulikuwa na tractor kwa ajili ya stitching na scarification, na yenyewe tumeagiza tractor kutoka Uturuki, iko kwenye maji lakini tumeona inachelewa, kwa hiyo tumeagiza tractor nyingine kutoka Tanga kwenye kituo cha TFF, nyingine tumeagiza kutoka Zanzibar ili angalau zifike by kesho na tuhakikishe kwamba zinafanya kazi ambayo ilikusudiwa. Lakini pia tulielekezwa kuhusiana na zile benchi za kukalia, sio zile za wachezaji. Sasa ile ya marefari wanataka iwe na matairi, na tunayafunga leo hapa. Tumepeana masaa 24 kuhakikisha jambo hilo linakwisha. Lakini pia wanataka flag poles ziwe 6 kila upande, kwa hivyo tutafunga 2 nyingine. Lakini pia kwa sasa zinazotumika ni zile zinazofungwa juu ya taa. Tumekubaliana na Mchina ambaye anatukarabatia uwanja huu kuzifunga zile mpaka mwisho wa mwezi huu, tutakuwa na zile ili tuepukane na kufunga hizi plug pole huku chini. Lakini kulikuwa na marekebisho kwenye anti-doping room, na yenyewe yanafanyika ndani ya masaa 24 na yatakuwa na yenyewe yamekamilika. Viti kama ambavyo nimesema mwanzoni, viti kadhaa vimeshabadilishwa, na haya maeneo ambayo hayana viti angalau tutaziba na vile ambavyo vimetolewa kwa sasa kwa ajili ya mchezo huu tu, ambapo tunatarajia mpaka mwishoni mwa mwezi wa 6 viti vyote vitakuwa vimebadilishwa uwanja huu. Kwa hiyo ili kutokuwa na mapengo wakati wa mchezo, tutahakikisha viti ambavyo vimetolewa maeneo mengine vinawekwa kwa muda katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha uwanja wote unakuwa unakalika. Tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa Watanzania wengi zaidi kushuhudia mchezo huu live, kwa sababu ni jambo la kihistoria na halitokei kila siku. Utaweza kuona katika muda wa historia yote ya Tanzania jambo hili linakuja kufanyika, hii ikiwa ni mara ya 3. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 93 na Simba, mara ya pili ilikuwa mwaka juzi na Yanga. Kwa hivyo kama ambavyo nimesema, tunakuja ni historia. Kombe litakuwa uwanjani na tunategemea Watanzania wengi zaidi. 63,000 sio idadi kubwa sana
kulinganisha na population yetu kama nchi, lakini angalau kutakuwa na watu 63,000 ambao wameshuhudia wenyewe kwa macho yao mbungi hii ikipigwa hapa. Na hata inatia raha pia kuona hata kama umekaa nyumbani kwenye TV, mbungi inapigwa kwenye uwanja ambao wewe unakuja kuangalia mechi nyingine kadhaa hapa, lakini inachezwa mechi ya kiwango hiki ambako inakwenda kuchezwa. Kwa hiyo maelekezo ni ya moja kwa moja kama nilivyosema. Mimi jana nimepata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Rais usiku, na haya ni maelekezo yake ya moja kwa moja ambayo tunakuja kuyatekeleza. Lakini pia ameniambia ni wape salamu hizi kwamba kwanza yeye amefurahi sana na matokeo ambayo Simba imeyapata kwa kufuzu kufika fainali ya kombe hili la shirikisho, na ameongeza ile zawadi ya goli la mama inatoka sasa milioni 20 kwa goli, imekuwa sasa milioni 30 kwa goli kutoka kwa Mama Samia. Lakini pia uwekezaji mkubwa kama ambao ulifanyika kwa klabu hii ya Simba kwenye mchezo wa nusu fainali wakati tunakwenda kucheza kule South Africa, na hali hiyo itakuwepo wakati wa mchezo huu. Sijapata numbers na nini ambacho serikali itakifanya moja kwa moja, ni lazima ni jambo la kukaa na kuona Simba wanahitaji nini kwa wakati huu, lakini mimi niwahakikishie sisi hatutakuwa kipingamizi, hatutakuwa kizingiti, na tutahakikisha yale yote ambayo sisi tunaweza kuyafanya kama serikali kuwarahisishia, kuwafanyia Simba mazingira ya ushindi yawe rafiki, tutayafanya kwa uwezo wetu wote ili Simba wabaki na shughuli moja tu ya kuhakikisha wanabakisha kombe hili nyumbani. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.